ile ilikuwa inasubiri ripoti ya uchunguzi, na hiyo ripoti ya uchunguzi ikishakuja ndio watakaa chini waone kwamba ni nani alikuwa mwenye makosa katika. Kwa kifupi, Yanga walikwenda CAS hata kabla ya maamuzi ya ripoti ile ambayo ilitolewa na bodi ya ligi. Kabisa. Yaani mpaka sasa hivi mimi nikiongea na wewe, yaani sijaona kama kuna maamuzi yoyote ya bodi ya ligi ambayo yanaweza kukatiwa rufaa. Kwa maana nyingine maamuzi yanaweza kukata rufaa bado hayajafanyika. Kwa sababu kwa mfano sisi tulikuwa tunashughulika na kesi, hatujaona hata hiyo ripoti ya uchunguzi inaongea nini. Umeona? Na ina maana ripoti ya uchunguzi ingekuja, ndio ile kamati ingekaa chini ikaanza kuamua kwamba mwenye makosa ni nani. Ni Yanga, ni Simba, ni makomando au ni sijui mlinzi wa uwanja, ni manager wa uwanja na nini. Hayo yote hayajashughulikiwa. Lakini Yanga wanaweza kuwa waliwahi, kwa sababu kuna siku nasikia kuna siku 21 unatakiwa uwasilishe jambo lako huko CAS, usichelewe. Pengine Yanga waliona ripoti ya bodi ya ligi na chelewa, wao wakawahi ili wasije wakafungiwa milango huko CAS. Nasibu, yani wewe ni kuamua kula ugali mbichi kwa sababu sio unafanya nini, lakini nafikiri wangesubiri chakula kiive ili kiweze kuliwa, kwa sababu hata kama ni siku 21 wangesubiri bodi ya ligi ikafanya maamuzi yanayoweza kukatiwa rufaa, bado siku 21 zingehesabika. Lakini mpaka leo bodi si hawajatoa bado bodi hawajatoa hayo maamuzi bado ya uchunguzi. Sasa ndio, lakini wamepelekwa CAS. Unajua inawezekana wao pia wamesita kufanya maamuzi kwa sababu wanaweza kufanya maamuzi wakati tayari kuna kesi kule ziko pending. Kwa hiyo kama wasingekuwa na kesi, probably sasa tungekuwa na uamuzi ambao ndio tungekuwa tunaenda kwenye hizo channel. Okay, kuna swali kutoka kwa Jeff hapa. Salama kabisa. Na maswali mawili labda yanaweza kuwa matatu au manne. La kwanza ndio kwa mtu wa kawaida ambaye ni mbobevu wa masuala ya kisheria, legal expert, kwa nafasi yoyote ile, iwe ni advocate, iwe ni lawyer, whatever. Mimi sitaki kuamini kama kuna mwanasheria ambaye ni mbobevu alikuwa hajui nini itakuwa outcome ya hiki ambacho klabu kutoka Tanzania ilikipeleka kule CAS. Je, niko sahihi katika imani yangu hii? Uko sahihi. Swali la pili. Nimekutana na comments za wadau wengi, especially mashabiki wa klabu husika. Wanasema wanajaribu kutoa ufafanuzi wao kwa upeo wao, ambao sasa mimi ningependa hapa utupe elimu kulingana na huu upotoshwaji ambao unaendelea. Kuna watu wanazungumza, wanasema kwamba eti Yanga waliamua kwenda CAS kwa sababu hawakuwa na imani na mamlaka zilizoko hapa nchini. Unaweza kulifafanua hili kwa namna ipi, kwamba hata kama huna imani na mamlaka zilizoko, lakini utaratibu si ndio unavotaka namna hii, kwamba exhaust channels zote za ndani halafu ndio uende nje, si ndio? Ngoja nijaribu kukuchosha. Iko hivi, unajua klabu zote zinapofusajiliwa za mpira wa miguu, ina maana zinakubali kufungwa na katiba ya TFF, katiba ya CAF pamoja na kanuni za FIFA. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao unajulikana, na huu utaratibu una milolongo mizuri kabisa namna gani ya kulalamika na kufanya vitu vingi vyote vinavyofuatana na hii kitu, unaona. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba katika utaratibu huo, yani huwezi kusema kwamba kwa vile sina imani na wewe naruka, kwa sababu wewe ulikubali kufungwa na katiba ya TFF. Kwa hiyo kuna imani na TFF, fuata basi utaratibu ambao umewekwa na katiba. Kwa mimi naamini wao kutokuwa na imani na TFF sio kisingizio cha kufanya, au kutokuwa na imani na bodi ya ligi sio kisingizio cha kuruka vyombo vya maamuzi ambavyo vimewekwa na kanuni za bodi ya ligi ama labda katiba ya TFF. Kwa hiyo hilo ni upande wa kwanza. Lakini upande wa pili ni kwamba kasi wenyewe kuna kitu kimoja, kwamba wanasikiliza shauri kwa scenario mbili. Ya kwanza ni kama katiba ambayo tuseme
kwamba kuna kasi yenyewe kuna namna ambavyo katiba imetoa. Kwa mfano katiba ya TFF ingekuwa imetoa kwamba panapotokea situation kama hii na lazima iwe particular, tunaenda kasi. Lakini hiyo condition haipo kwenye case kama hii, kwenye situation kama hii ambayo tunaiongelea. Hakuna sehemu ambayo inaonekana kwamba mgogoro wa namna hii unaenda kasi. Lakini pia scenario ya pili ni kwamba kama kuna makubaliano, kama pangekuwa na makubaliano kati ya hiyo klabu pamoja na labda TFF, bodi ya ligi na Yanga ambao ndio walioshtakiwa kule, kwamba bana tunapokuwa na tatizo lolote lile turuke tu, wala tusiende popote pale, tuende moja kwa moja, basi itachukua itachukua mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Nje na hapo hawawezi. Unaona, hawawezi kabisa. Nafikiri ukisoma, nafikiri kuna one of the paragraphs ziko kwenye huu uamuzi wanaeleza wazi kwamba it's either by agreement au imetolewa na statute. Kwa hiyo statute haionyeshi na there was no agreement. Kwa hiyo kasi, kama hakuna hiyo, kasi inajivua. Naam, swali langu la mwisho. Nimeona pia maoni ya watu wanasema kwamba hili swala ni kama kasi hawajalitupa nje, limewekwa pending ili pale ambapo litakwama huko chini lirejewe, yani kama kurevise. Mimi of course najua hilo jambo alipo, lakini ningependa wewe utoe ufafanuzi wa kisheria wa kitaalamu. Maana mimi si mwanasheria, ni rahisi mtu kudismiss kile ambacho mimi nakijua, kwa sababu mimi sijawahi kukaa kwenye darasa lolote la sheria kama mlivyokaa nyinyi, zaidi ya ujuaji tu wa hapa na pale. Gefu, mimi of course siwezi kuwa objective kwenye hili, kwa sababu nitavuta kwenye hii position ambayo nafikiri ni sahihi, kwa sababu wao wana haki pia ya kuaminisha watu wanaotaka kuamini, kwa sababu kuaminisha watu pengine ni kuwapa ile comfort. Na mpira wetu unaojua una mambo ya comfort, wengine una siasa nyingi. Hiyo ndio, lakini pia kuna ile imani ambayo imetukuka kama imani ya kibateri ya kujichoma moto. So hivyo vitu ninaweza nisiweze kuwashawishi wale, lakini nachotaka kusema ni kwamba walichokuwa wamefuata kasi ni kitu gani? Walikuwa wamefuata kasi yafuatayo: pointi 3 na magoli 3. Na hilo shauri ambalo lilikuwa na pointi 3, magoli 3 na ushauri dogo la kwamba mechi isipangwe na nini, hivyo vyote vimeondolewa. Sasa utasemaje kwamba kesi haijaisha? Kesi imeisha, itaanza upya wakileta nyingine ambayo mchakato wake unaanza upya kama kesi mpya, including kulipa zile fees upya na kila kitu. Exactly. Kwa hiyo shauri litakalo kuja ni sio muendelezo, ni shauri jipya, na hili itakuwa na conditions tofauti na hili ambalo limefukuzwa, kwa sababu ikienda na conditions zile litarudishwa tena. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba kesi imefukuzwa. Yaani unajua Jeff, sasa kilichobaki hapo baba ni tafsiri ya Kiingereza, hata sio mambo ya kisheria, kwamba the proceedings are terminated. Wanasema imeondolewa kwenye role yani imeondolewa kwenye list ya cases za CAS, lakini pia the proceedings zimekuwa terminated na more than that. Wakasema ambayo Yanga wametoa itakuwa forfeited, kwamba sasa haitakuwa mganga kirudi. Kwa hiyo wakisema kwamba hii kesi bado ipo, rudi sio fanya nini, mimi nafikiri tunarudi kule. Ni mambo ya kisiasa, ni mambo ya kupeana moyo, kufarijiana, kwamba isionekane kwamba tumepoteza sana na nini, lakini ukweli ni huo kwamba selling hope to the hopeless. Imepelekwa kule hayako. Nikushukuru sana. Mimi maswali yangu yalikuwa ni hayo. Asante sana kwa kutufafanulia, na tunakushukuru. Kama tutakuhitaji tutarudi kwako. Karibu sana Nasibu. Asante sana Nasibu, tutafutia na Yanga. Wao ndo walipeleka kesi kule, na umemsikia vizuri mwanasheria ambaye alikuwa upande wa TFF. Tutamtafuta pia mwanasheria ambaye yuko kati, ambaye alikuwa kwenye hiyo kesi, ambaye atatupa maoni yake ya kisheria zaidi na kile ambacho amekiona baada ya hukumu hiyo kutoka. Rich, umesikia vizuri? Nitaka nimuulize Jemedari, wakati tunazungumza hapa na Magunga, na wewe uliingia pale ukasema bwana, ulisoma Kiingereza vizuri na ukawa unahitaji kusema jambo la Kiswahili watu waelewe vizuri. Inawezekana Kiingereza kwenye hukumu imeleta mtanziko kwa watu. Labda tuambie sasa. Karibu. Asante. Hapa kitu cha kwanza ambacho nitakielezea ni issue ya maombi ya Young Africans kwenye barua yao ilienda kasi. Yanga waliomba maombi 3.
Ombi la kwanza waliomba CAS isimamishe utekelezaji wa uamuzi wa kuahirisha mechi. Lakini ombi la pili, yani kwa kifupi waliomba CAS iwalazimishe TFF wasipange mechi upya. Sasa hilo lilikuwa ni ombi la tatu. Kuna kuahirisha, kukubali kuahirisha. Na kuja ya kwanza ilikuwa ni kusimamisha utekelezaji wa uamuzi wa kuahirisha mechi. Lakini jambo la pili, TPLB na vyombo vingine vizuiwe kupanga tarehe mpya ya mechi hadi rufaa isikilizwe. Jambo la tatu, CAS itoe maagizo mengine yatakayofaa. Lakini Yanga walitoa pia madai yao. Haya yalikuwa ni maombi. Madai, uamuzi wa kuahirisha ulikuwa wa upendeleo, usiofuata utaratibu na wenye njama. Haya yalikuwa ni madai sasa. Lakini jambo lingine, wataathirika kifedha, kimahusiano na mataasisi mengine kutokana na heshima waliokuwa nayo. Uamuzi huo unakiuka kanuni za mashindano ya haki. Haya yalikuwa ni madai. Majibu ya TFF na Simba kutoka kwenye ile barua ambayo tuliipata jana usiku ni kwamba wote walipinga, TFF pamoja na Simba. Wakasema kwamba walisema CAS haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Lakini jambo lingine, Yanga hawakupitia njia za kawaida za kukata rufaa ndani ya TFF kama ilivyotakiwa na kanuni. Mechi iliahirishwa kwa sababu za usalama na uchunguzi wa madai ya rushwa. Uamuzi huo hauwezi kusimamishwa kwa kuwa tayari ulitekelezwa. Uamuzi wa CAS sasa. CAS walisema kama ifuatavyo: kwa mujibu wa kanuni, Yanga walipaswa kwanza kukata rufaa kwa kamati ya rufaa ya TFF, lakini pia kwa kuwa hawakufanya hivyo, hawakufuata utaratibu wa kisheria uliopo. Kwa hiyo CAS haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Matokeo, rufaa ya Yanga imetupiliwa mbali. Kesi imeondolewa rasmi kwenye orodha ya kesi za CAS. Kesi imeondolewa rasmi kwenye orodha ya kesi za CAS. Umemuelewa Magunga? Na swali kamanda. Yes, kidogo tu. Swali la mwisho nilomuuliza mwanasheria hapa, akafafanua kwamba ukishaona neno termination kwamba hiyo kesi haipo tena, na kama itarudi tena basi mchakato utaanza upya, including kufanya malipo ya lile shauri. Na kuna kitu wamezuiliwa hapa. Yanga hawatapaswa kulipia gharama yoyote zaidi ya ile ambayo walitoa awali. Kulipia kwenye kesi imeisha. Mwanzo si wakati wanafungua kesi walilipia. Kwa hawapaswi kulipia tena kitu chochote. Yaani ile awali inatosha. Si kesi imeisha. Kwenye kesi hii lakini wakirudi tena watatoa upya. Sasa si obviously Jeff, unapofungua kesi mpya utalipa gharama mpya zingine. Hakutakuwa na kesi hii. Unajua mimi nimesema hivi makusudi kwa sababu kuna wasikilizaji wetu wameanza kupitishiana propaganda. Ni kama darasani tu. Mwalimu akishafundisha watu wengine wataelewa, wengine wataacha, wengine watamuuliza mwezi bado mwalimu alisemaje hapa? Tutaenda tuition. Ndio mwingine utatoka hapo tena tuition, unaenda kufundishwa kile. Na huko tuition bado utakuwa uelewi. Unaelewa vizuri? Sasa ukitaka kila mtu tutamweza, hatuwezi. Mimi nataka kusema mwanzo nifikiri Magunga anarudia yani. Kwa kweli nilianza kuwa huyu Magunga vipi tena bwana anarudia. Lakini nimekuja kujifunza kitu kwa Magunga. Amesimplify kitu kikubwa alichozungumza Majembe, amekiweka kwenye lugha rahisi ya Kiswahili. Amekisamarize vizuri kabisa. Nafikiri kama hujamuelewa Magunga hapa, sasa wewe ndo wale ambao hata tukikupeleka tuition unabaki pale. Unanielewa? Sasa mimi ni kwa eneo moja ambalo amelizungumza mwanasheria na Jeff alikuwa analisema hapa kutokana na lile andiko. Mimi sijui hapa mimi ndo katika wale. Nimependa mwanasheria amesema kuna kitu kilichobaki ni kutafsiri Kiingereza na wala sio sheria tena. Sheria imemaliza. Sheria imemaliza tayari. Sikiliza. Huyu amesema kuhusu termination. Kipengele cha 33 katika ile hukumu. Mimi nitazungumza kama ilivyoandikwa kwa lugha ya bibi. Ndio. In the light of the above, the appeal filed by Young African Sports Club shall be deemed withdrawn and the procedure CAS 2025/A/11/298 Young African Sports Club versus Tanzania Football Federation and Tanzania Premier League Board.
and Simba Sports Club shall be terminated and deleted from the CAS roll. Wametumia mpaka neno deleted. Manake hapo ni Ndio alosema terminated ilikuwa itoshi. Imekuwa terminated na deleted from the CAS roll. Sasa hapa ndio watu wanaposhindwa kujua kwamba hii kesi imefutwa na imeondolewa moja kwa moja kwenye orodha ya kesi za CAS. Ili jambo limekwisha. Ile terminated ingetosha. Na ukisoma juu yake tu hapa ndio mambo mengine kwa mfano namba 31, therefore imeanza, the deputy president finds that the proper channel for the appellant's appeal is before the Tanzania Football Federation Appeals Committee. So, and the appellant failed to exhaust all internal legal remedies as required by Article R35 of the code. Kazumari, tunaye mwanasheria wa Simba. Mwanasheria wa Simba Hosea anazungumzia Simba na wenyewe wapo kule. Simba walikuwepo kwa ina wao walikuwa Simba na TFF ndio walipinga. Karibu karibu. Hosea, habari za asubuhi? Salama, habari. Nzuri, unatupata vizuri Nawapata. Tuko na wewe live, na wewe ni moja ya watu ambao walikuwepo kuiwakilisha Simba kwenye kesi hii ambayo hukumu yake imetolewa, na pengine tungetamani kusikia kutoka kwako nini madai makubwa zaidi ambayo yalikuwa yanawahusisheni ninyi kwa upande wenu kama Simba, na nini ambacho kimefanyika kwenye kesi hii kwa upande wenu ambao mpaka sasa tunaona hukumu yake imeshatolewa na CAS na kufutwa kabisa kwenye orodha za kesi mbalimbali huko CAS. Okay. Actually madai ya Yanga yalikuwa ni mengi. Ndio. Lakini ni essence walikuwa wanaomba pointi 3 dhidi ya Simba na magoli 3. Hilo ndilo lilikuwa dai kubwa dhidi ya Simba. Ndio. Na pia walikuwa wanaomba walipwe fidia. Nafikiri ni milioni 500. Walipe Simba. Walipwe Yanga fidia milioni 500. Walipwe Yanga yani Simba ndio walipe ama Simba na mamlaka? Simba pamoja na mamlaka. Okay. Kwa sababu walitushtaki kwa pamoja. Ndio. Lakini ile claim ya pointi 3 ilikuwa ni dhidi ya Simba, maana yake Simba angetakiwa kupoteza ile mechi. Kwa mujibu wa madai ya Yanga, kwa kupoteza pointi 3 na kuconcede magoli 3. Pamoja na madai mengine ya kifedha ya gharama za kuandaa mechi, lakini pia waliomba adhabu itoke kwa Simba kwa madai kwamba Simba wali boycott hiyo mechi. Kwa hiyo rufaa ilikuwa dhidi ya barua, kwa sababu sema ni maamuzi, ni barua ya bodi ya ligi ambayo ilihairisha hiyo mechi. Nafikiri ilikuwa ni barua ya tarehe 8. Ndio ilikatiwa rufaa kule CAS. Kwa hiyo pamoja na madai hayo ya Yanga pia walipeleka maombi madogo ya kuomba bodi ya ligi isipange hiyo mechi kusubiri maamuzi ya kesi ya msingi, kwa matazamio kwamba kama Yanga anashinda ile kesi ya msingi angepewa pointi 3. Kwa hiyo hakukuwa na haja hiyo mechi kupangwa tena, kwa sababu ingekuwa inaleta tu kadhia ya kucheza mechi wakati Yanga anakwenda kushinda kesi, wakiamini kwamba wangeenda kushinda hiyo kesi. Kwa hiyo Simba tulivyopata wito, tuliweza kupeleka majibu yetu. Moja, kuhusiana na maombi yale madogo ya kutaka mechi isipangwe, lakini sambamba na majibu hayo tuliweka pia pingamizi kwamba CAS haina mamlaka. Na CAS haina mamlaka kwa sababu 3 tulizoziweka. Ndio. Moja, mamlaka ya CAS ni aidha yawe kimkataba au kisheria. Sasa hakuna kanuni yoyote ambayo inasema maamuzi ya bodi ya ligi yanakatiwa rufaa CAS, wala hakuna mkataba baina ya wadau unaosema kwamba lolote litakalotokea kwenye mechi ya derby litakatiwa rufaa CAS. Na CAS walinoti kwamba Yanga walishindwa kueleza ni kanuni ipi iliwapa mamlaka ya kwenda CAS. Nafikiri kwenye kipengele cha 21 cha decision ya CAS. Lakini sababu ya pili ya CAS kukosa mamlaka ni kwamba
hata kama ingekuwa na mamlaka, tunasema haina, lakini hata kama ingekuwa na mamlaka, basi mamlaka ya kasi kwa kanuni za kasi na kanuni za ndani kwetu, lazima umalize remedies ambazo zinapatikana ndani. Kasi inakuwa ni sehemu ya mwisho. Kwa hiyo ndani tuna kamati za rufaa, TFF ipo, lakini bodi ya ligi yenyewe pia ina uwezo wa kusikiliza complaint na kutoa decision, ambazo hizo procedure zote Yanga hakuzifuatisha. Na sababu ya tatu ya kuonyesha kasi haina mamlaka ni kwamba unavyokwenda kwenye rufaa, maana yake lazima kuwe na kesi ambayo ilitangulia huku chini. Hakujawahi kuwa na kesi huku chini inayowahusisha hawa wadau wanne, kwa maana ya Yanga, bodi ya ligi, TFF na Simba. Hakujawahi kuwa na shauri lolote ambalo linawahusisha hawa wanne na rufaa ikakatwa baadaye, kwa maana maamuzi yakatoka ya awali na kupelekea mtu ambaye hajaridhika akate rufaa. Ile barua ya TFF haikuwa maamuzi ya kimahakama au maamuzi ya kijudisho kupelekea mtu kukata rufaa. Ile ilikuwa administrative letter, ni barua ya kiutawala ambayo ina maamuzi, lakini barua ya kiutawala ambayo ilikuwa na maamuzi ndani yake, kwa sababu tukio liliahirishwa, tayari walitoa maamuzi. Well, kama walitoa maamuzi, kama tunayatafsiri ni maamuzi, si maamuzi ambayo yanapelekea rufaa. Okay. Ni maamuzi ambayo labda yangetoa kozi nyingine, lakini si rufaa, especially rufaa kuelekea kasi. Kwa hiyo kasi waliamua kupigia hapo hapo kwamba wao hawana mamlaka, na kwa sababu hawana mamlaka kwenye kesi ndogo, hata na kubwa pia waliona pia haina haja ya kuendelea na hiyo kesi, wakaamua kuifuta. Kwa hiyo inawezekana Yanga walikuwa na hoja, lakini hawakufuata mtiririko wa namna ambavyo jambo hili lilipaswa kuiendea. Kama hiyo hoja ipo, lakini mimi I stand to be corrected, hiyo hoja sijaiona, kwa sababu hakuna sheria iliyovunjwa kwenye kuahirisha hiyo mechi. Kuna mtu ana swali kwa Hosea? Achana naye, amemaliza. Hosea, umenyooka kabisa, umetuweka sawa, tumeelewa. Na Simba sasa bila shaka mnasubiri tu kitakachosemwa na bodi kipigwe uwanjani bila shaka. Sisi tunasubiri maamuzi ya bodi, tutayafuatisha. Asante sana. Asante. Bwana Hosea amenyooka. Amekwenda vizuri. Bwana, Yanga hamna Yanga wanasheria mkuu wa jua walioenda huko. Mgongolo yupo. Mgongolo yupo na apokee simu. Simu haipatikani kaka. Simu ya Mgongolo haipatikani. Tunapambana naye. Kwenye labda nikusomee. Wameandika hapa Young African Sports Club, Dar es Salaam, Tanzania, represented by Mr. Alex Mgongolwa, Juma Nasoro, wakili Juma Nasoro, Respicious Didas, Simon Patrick, Simon yumo. Kalage Rashid. Mtu chuma Simon. Yupo. Watu watano hao. Watano. Yupo mzee wangu. Kijana wangu huyo. Watu wote watano wamepigwa chini. Young Africans mara baada ya kuona hawakupata haki yao hapa TFF na TPLB wakaamua kwenda moja kwa moja kwenye mahakama ya usuluhishi kasi, lakini majibu yametoka kasi na taarifa ya kasi ni kwamba Yanga hawakufuata taratibu zote ambazo zilikuwa zinahitajika ili wao waweze kugairisha hii ili waweze kuifuatilia ama kuisikiliza hii kesi ya Yanga, lakini majibu yametoka kwamba kasi hawana mamlaka ya kuwapa Yanga alama 3 ama ya kuzuia tarehe isipangwe upya ya Kariakoo Derby. Hayo ndo maombi ambayo Yanga walikuwa nayo, wakihitaji alama zao 3 na magoli 3, lakini pia kutokupangwa kwa mchezo wa Kariakoo Derby. Lakini yote hayo yametupiliwa mbali na TFF wametoa majibu kwamba kutokana hiyo kasi kutupilia mbali rufaa ya Young Africans, wao watafuata utaratibu wao wote wa kuweza kuitangaza tarehe ambayo itaenda kuchezwa hiyo Kariakoo Derby ili kuweza kuhitimisha vyema msimu huu wa 2025 2024 ili kuhakikisha michezo yote inaweza kuchezwa. Tunasubiri kuona Yanga watafuata kitu gani kwenye hili mara baada ya majibu kutoka. Tunasubiri kuona nini hasa Yanga watafanya maamuzi yao
kwenye hili. Lakini kubwa zaidi tu, mtazamaji wa Mtanange TV, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV ili uendelee kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV na kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo.